Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Basi wapenda wangu, tumekusanyika tena asubuhi hii. Tunamwadhimisha Mungu katika nafsi ya Yesu Kristo, ambaye mwaka huu 2025 ni jubilei kuu, ambapo tunakumbuka ujio wake duniani. Historia ilipoanza kuandikwa juu ya uwepo wa Yesu Kristo katika maisha ya mwanadamu. Na hivi kwa jubilei hii, kanisa la ulimwengu mzima linatutaka sisi waamini tutafakari juu ya kauli mbiu ya Baba Mtakatifu wetu Francisco hayati, ambaye alitaka sisi tutafakari juu ya kauli hiyo ambayo tumeisema kama salamu: mahujaji katika matumaini. Matumaini ambayo yanasemwa ni ile hali ya mwanadamu kusubiri au kungoja, kutumainia kitu kizuri japo kinapatikana kwa shida, au harakati zake za kukipata zinamfanya mwanadamu au zinamtaka mwanadamu atembee katika aina fulani ya maisha ambayo si mapenzi yake hasa ya kupenda kwamba natamani niwe katika maisha mazuri kila wakati, ila anapata kitu kizuri mwishoni. Sasa pamoja na kauli hiyo mbiu, tunakumbushwa kila wakati matumaini haya ambayo kila mwanadamu anapaswa kuwa nayo, awe nayo au tuyapate kama zawadi kutoka kwa Mungu. Lakini zawadi hii inapaliliwa kwanza kwa kujifunza kila wakati neno la Mungu, ambalo Mungu daima hadanganyi. Lakini namna ya pili ya kuboresha matumaini hayo ni kwa kuishi maisha kwa mfano wa watakatifu waliokwisha kututangulia, na tena kwa kusali na kufanya maombi daima, na zaidi kufanya matendo mazuri kwa wenzetu. Kwa namna hiyo tunaboresha matumaini yetu kwa Mungu. Lakini miaka hii 2025 bado kumekuwa na changamoto katika maisha yetu ya kiimani. Changamoto hizo kadiri ya mazingira yetu, kadiri ya kila mtu mmoja mmoja. Tupo ambao tumepata changamoto kwa sababu pengine mila na desturi zetu bado tunazishika zile ambazo nyingine ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Tunaishi nazo na tumekumbatia, hatutaki kuziacha. Changamoto nyingine ni maisha ya kawaida ambayo sisi tunayaishi, bado yamekuwa changamoto katika maisha ya kiimani. Wapendwa, tunapoadhimisha miaka hii 2025, sisi tumebahatika kuwepo wakati huu, mwaka huu, katika jubilei hii kuu. Kwa hiyo tutafakari njia zetu. Je, tunapita vile ambavyo Mungu anataka? Ikiwa sivyo, lengo la jubilei linataka tufanye mageuzi, mabadiliko, kutoka kwenye hali duni kiroho kwenda kwenye hali njema kiroho. Lakini wakati tukiyatafakari hayo, tukumbuke pia kwamba si miaka yote tumeishi katika adha na changamoto. Kuna mambo mazuri Mungu ametujalia katika maisha yetu. Na hivi basi, katika somo la kwanza mwandishi atatukumbusha kwamba tuache manunguniko, zaidi tuwe na moyo wa shukrani. Zaburi imetukumbusha tuyakumbuke matendo ya Mungu. Hata kama kuna changamoto, lakini Mungu ametembea nasi mpaka wakati huu. Tuwe na moyo wa shukrani. Katika kushukuru ndiko ambapo tunapata nguvu ya kuomba, na kushukuru ni kuomba tena. Kwa sisi tunamuomba Mungu atujalie tena safari ya maisha ya kiimani iendelee kuwa nzuri zaidi kadiri tunavyomwelekea na kumsogelea yeye daima. Sisi wana Masisio tumekusanyika hapa asubuhi tukiwa na mambo mengi ambayo tunamwambia Mungu, na mengine tumeshamwambia tayari, kwa sababu tumekesha na msalaba huu.
ambao ni Yesu mwenyewe, ndio wokovu wenyewe. Sasa tulipokusanyika hapa, tumekusanyana katika makundi mbalimbali ambao wao wanaanzisha safari ya matumaini kwa watoto wao kwa njia ya ubatizo. Wazazi, mnapokea zawadi ya imani kwa niaba ya watoto wenu. Watoto wanapokea hiyo imani kwa mifano ya maisha yenu. Wasaidieni basi watoto hao wakadumu imara katika hicho wanachokipokea kama zawadi. Mkawe mifano bora kwa watoto hao na mwapeleke, mwasogeze na kuwakaribisha zaidi kwa Kristo. Msiwaache wakapotea au sisi tukawa chanzo cha kuwapoteza. Tumeelewana? Tumeelewana? Hatubatizi watoto kama show, fashion. Tunabatiza watoto kwa sababu ni amri ya Mungu, lakini pia ni namna ya kuwakomboa watoto wetu kutoka kwenye dhambi ya asili. Katika maisha wameendelea na maisha yao kama ambavyo Mungu alituambia, lakini hawakupata baraka ya Mungu. Maisha ya ndoa ambayo hayana baraka ya Mungu. Sasa leo wanaweka rasmi maisha yao mikononi mwa Mungu. Sasa mimi sipendi kusema kwa maneno mengi, labda pengine niwape mfano ili pengine mpate namna ya kuishi vizuri na pengine kuboresha hizo ndoa zenu. Alikuwepo baba na mama kama ninyi mlivyo, Serafina na mwenzangu. Wanaishi pamoja. Asubuhi kama hii, anayetangulia kuamka daima ni nani? Mama. Na shughuli za mama zinafahamika. Kaamka asubuhi, amechukua mafagio kama kawaida, sisi tunakata tu miti yetu hapo, tunafagia. Katika nyumba hii, nje ya uwanja wao palikuwa na mwembe. Unafagia, basi mama amefika mpaka chini ya mwembe ule, anatoa yale majani yaliyodondoka pale. Baba ndio naye anaamka. Anasimama mlangoni kama kawaida yake. Anachukua na mswaki, basi anamwangalia mama anafagia na yeye anapiga na mswaki hapo. Sasa bahati nzuri akamuona nyoka kwenye ule mti wa mwembe. Na kwa sababu huyu nyoka anaonekana amekasirika kwa sababu ya kutimuliwa ile vumbi na huyu anayefagia pale. Baba alipomuona yule nyoka akamwambia, mama fulani. Sasa wewe utamuita, useme tena mama fulani, na muita kwa jina lake ili ajisikie raha na yeye. Serafina! Anaitika, bondamanda hiyo uje kwa nene. Yaani inamba hivyo ufike mpaka hapa kwangu. Lengo lake kwamba huyu nyoka ameshamsogelea kwamba akiinuka tu anatandika ya kichwa. Basi mama, kwa sababu wanaonekana kabisa huyu ile karama ya Mtume Paulo aliyoambia kwa kina mama, kuweni na utii kwa waume zenu. Basi akafanya vile vile. Sasa nabii kusumbula nene hai. Kaenda mpaka pale kwa mume wake. Yule baba akaingia ndani akachukua shoka na nyengo. Kwamba ikinishinda nyoka ikikimbia juu na rusha nyengo ile shoka, lakini ikikuta basi na kata pale. Chukua hiyo silaha yake pale, akaenda kwenye mwembe, akapiga nyoka ile kafa. Anambia, "Pafu kabisa wewe nyoka, nataka kuua mke wangu." Sasa alipofika pale ndio baba, yule mama, unafikiria tufanye nini hapo? Wewe atashukuru sio? Kwamba sasa ndio umeniokoa. Hadi nilikuwa sioni, sasa umeniokoa. Sasa katika haya matendo ambayo huyu baba na mama wamefanyiana kwa wakati huu, ndilo yale ambayo yanaonekana ambayo Mtume Paulo aliwashauri watu wa ndoa kwamba baba mpende, na hivi baba kwa kumuonyesha yule mama, kumwambia ondoka hapo, anake anaonyesha upendo. Angekuwa wapendani akisema subiri kimpata, ndio anasema kimlamu, akapo hapo na yeye anasubiri ainuke kidogo alafu kitokee nini, akimgonga. Huyu baba hana upendo, lakini kwa sababu alikuwa anampenda mwenzake alimwambia. Upendo alitimiza amri yake. Ilichobaki ilikuwa kwa mama. Mama naye kwa sababu ile utii alikuwa nao, pengine alitengenezewa mazingira ya kutii, basi alikubali.
Hivyo hivyo akainama kutembea bila kuinuka mpaka akaenda kwa mwenzi wake pale. Utii na upendo vimewaokoa wengi na vimesalimisha ndoa nyingi. Kwa hivyo baba yangu, jitahidi basi, onyesha upendo kwa mwenzako katika mazingira yote. Na we mama pia jitahidi kuwa mtii. Sababu sasa kwenye familia zetu vinataka kuota vichwa viwili kwenye nyumba moja. Kichwa na kichwa. Sasa vichwa viwili vinakaa pamoja. Haiwezekani. Kichwa atabaki yeye aliye kichwa na huyu mwili atabaki kwa mwili. Sasa katika kichwa basi kuongoza vizuri kama baba wa familia, na wewe uliye kiungo cha mwenzako mwili basi na wewe ufanye vizuri kama ambavyo kichwa kinakuagiza ufanye. Yameonekana kuwa ni msalaba, lakini ni msalaba ubebe kwa matumaini. Nyinyi hapa mtaahidi leo. Hauahidi kumpokea mwenzako tu katika raha. Hata ile kiapo kinapoanza, hakianzi kuanza na raha. Unasema nakupokea wewe uwe mke wangu au mume wangu. Unaanza na shida, unaanza na magonjwa. Katika shida na raha, katika magonjwa na afya. Huo ndio msalaba unaobeba. Hao wanapoenda kwa mwenzako yule ambaye ni amechagua kuwa mwenzi wa maisha, manake umekubali kuchukua changamoto zake na furaha zake, na yeye amekubali apokee changamoto zako na furaha zako. Tunaishi, tunaendelea, tunasaidiana na kubebana, tunashikana mikono na kuinuana, tunaenda na kusonga mbele. Na wajifunze kutoka kwenu, na wao baadaye wafurahie kile ambacho wazazi wao wanakiishi. Changamoto imekuwa ni kwa vijana. Vijana wao tunawalalamikia kwamba hawataki maisha ya ndoa, hawataki. Kwa sababu mifano wanaoiona haiwaridhishi na wapendezi nayo. Hawajaanza tu kukataa, wameona mfano. Sasa tuwe mifano miema ili hata wanaokuja wapende, watamani na waishi vizuri na wao. Hapo ni kukata tamaa. Akina baba, akina mama, tumekata tamaa. Katika maisha hayo, katika familia tumekata tamaa. Tunaishi tu ili mradi leo ipo, kesho itajitegemea. Hafanyi juhudi yoyote kuhusu kesho. Sema niliyoyaishi leo yanatosha, kesho kama ipo basi mpango wa Mungu utakavyokuwa nitaishi hivyo hivyo. Dhambi ya pili ni kutokumuona Mungu katika maisha yako. Mwaka 2025 huu, tangu ulipozaliwa wewe, pengine na umeshiriki katika mwaka huu, huoni chochote Mungu amekutendea katika maisha yako? Unakiona ukioni? Kama unakiona, lazima uwe na moyo wa shukrani basi. Usiwe mtu wa kulaumu daima. Mimi nimeachwa, mimi nimeachwa, mimi nimeachwa. Umefanya juhudi gani ili usiachwe? Na dhambi ya tatu ni kujitegemeza mwenyewe bila kutegemea msaada wa Mungu. Kujiona mimi ni kila kitu, sihitaji. Tunakukumbusha kwamba Mungu ndiye mtendaji na ndiye mwongozaji wa maisha yako. Wapi na wapi bwana? Mungu mwenyewe haonekani, alafu unaniambia mimi Mungu ndiye msaada wangu. Mungu anafanya, anaonekana kupitia maisha yako, matendo yako na matukio. Tunazo changamoto nyingi katika maisha. Na wakati mwingine pia tunadhani kwamba Mungu ametuacha. Mungu hajatuacha. Anatembea pamoja nasi katika safari ya kila siku ya maisha. Mungu yupo pamoja nasi. Na wakati mwingine niliwahi kuwapa habari kwamba kijana mmoja amelala katika njozi, anatembea katika bonde lenye unyevu. Ukitembea katika bonde lenye unyevu au tope, unaziona nyayo, sio? Sasa yeye anakumbuka alipolala, alitembea namna alivyotembea wakati wa furaha. Alikuwa akigeuka nyuma, anaona kuna watu wawili walikuwa wanatembea pamoja naye. Anaona tumeshikana tunaenda. Zilipofika nyakati za shida, akigeuka anaona kuna nyayo za mtu mmoja. Akawa analalamika. Anasema huyu mtu anayetembea na mimi, wakati wa raha namuona, naziona nyayo zake anatembea. Wakati wa shida naonekana ni mimi tu natembea. Manake ananiacha. Akawa ananung'unika na analalamika, anasema nikimuona tena namfukuza katika maisha yangu.
Sasa baadaye tena katika njozi ya mara ya pili ndio akaja sasa Mungu akamwambia, kijana wangu tulia nikwambie. Katika maisha ya furaha mimi Mungu wako ninatembea na wewe na kuongoza, na kwa sababu katika furaha unajiweza, ndio mimi nakuweka chini na kushika mkono, unatembea mwenyewe na mimi nipo kando kando yako. Unatembea tunaenda. Wakati wa shida na kubeba kabisa hapa. Kwa hiyo nyayo zile sio zako, ni za nani? Za mimi Mungu wako. Wewe ulikuwa juu ya mabega yangu. Kwa hiyo huna sababu ya kulalamika kwamba nimekuacha. Hivi mimi niliyekubeba. Kwa hiyo nyayo zile sio zako. Na hivi ikiwa ndivyo hivyo kijana wangu, basi jipe moyo, usikate tamaa. Mungu anakubeba wakati wa shida, na wakati wa maisha yale ambapo shida inapungua, anakuweka na wewe utembee kwa miguu yako. Tembea nina changamoto, lakini ninachokitegemea mbele ni baraka ya Mungu na maisha ya furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025.